Nishatolewa fursa tena kaka. Hadia rafiki yangu, najua kama Sembweta ni mume wako na unampenda sana, lakini unawezaje kuvumilia ukatili anaofanya? Ada rafiki yangu, usilolijua itakusumbua, na siku zote moyo wa mtu ni kichaka. Moyo wangu umeficha upendo mkubwa sana juu yake Sembweta, na ninaamini mwanaume anayenipenda sana, na mimi nampenda sana licha ya ukatili wake anaofanya hapa kijijini. Lakini ushajaribu kukaa naye chini ukazungumza naye? Sembweta anafanya matukio yote haya kwa kulipiza kisasi chake. Kisasi? Bila shaka mtoto wetu atakuwa ni mrithi mkubwa sana katika himaya yetu hii yote. Kweli kabisa nakwambia. Na atakuwa mtawala, atakuwa mrithi wa himaya hii, na atakuwa kiongozi bora sana. Hakika hivi karibuni natarajia kumpokea tena kwa furaha kubwa. Na ninapenda sana mtoto wa kiume kwa sababu ni simba huyo. kweli mwanangu. Kweli napenda sana mke wangu Nyanzara. Niende wapi mimi nikateseke kama sio kwenye himaya yetu hii? Maana wewe ni kivutio kikubwa sana katika himaya yetu. Siwezi kwenda mahali pengine nikiwa na wewe Nyanzara wangu. Nafurahi kusikia hivyo mwanangu. Mke wangu Nyanzara, hakika wewe ni mwanamke bora sana. Nishikie mke wangu, wewe ni mwanamke bora. Zinduna, najua kipindi unachopitia kwa sasa ni kigumu sana, lakini na imani mamako atakaa sawa na atapona tu. Sina hakika na uzima wa mamangu, maana hali yake inabadilika kila kukicha. Zinduna, kumbuka kugua sio kufa. Kama unakumbuka kipindi cha miaka 10 iliyopita, marehemu Mtemi Dagama aliugua sana, lakini hakufariki. Amekuja kufariki kwa ugonjwa mwingine tofauti na ule aliougua. Hona imani kugua sio kufa. Mamako atapona tu. Hadia, zama zinabadilika. Yule alikuwa ni Mtemi Dagama, sasa ni mama yangu. Kuwa na matumaini na hilo. Mama yako na ameni atapona na atakuwa sawa. Andu, kipi ukielewe mpaka sasa? Mabula, unafahamu fika mimi na wewe tuko pande mbili tofauti. Na tunaanzaje kuwa kwenye mahusiano? Nalifahamu hilo. Mimi kwa kina Sembweta sijapenda, umenilazimisha. Lakini kama utakubali, mimi niko tayari kujiondoa kule na kujiunga na nyie. Mabula, fanya maamuzi kwanza, halafu mimi nitajua nini cha kufanya. Fanya maamuzi kwanza.
Mume wangu, amani hapa kijijini imekuwa ni ndogo sana. Leo nasikia kafa fulani, kesho kafa fulani. Usalama wa maisha yangu ulikuwa ni mchache sana. Kiwan, hakuna asiyenifahamu kuwa kwamba mimi ni simba wa nyika. Nataka uishi kwa amani katika himaya hii. Uwe Kijangalata wa Dagama na mfahamu yeye mpaka utumbo wake. Hana kipi cha kunieleza wana manike wao. Sasa mume wangu, unadhani nini itakuwa mwarobaini wa hili tatizo? Mke wangu, nimekuambia ondoa wasiwasi. Mimi hakuna vita nishapambana nikashindwa. Iwe kutumia nguvu zangu au kutumia nguvu za mizimu ya himaya hii, lazima nishinde. Huyo Kinyangalata wa Dagama kumwangusha ni sawa kumsukuma mlevi. Niachie mimi. Te maji kwenye kata. Sio kwenye kata. Kaniletee maji kwenye chungu, kwani nina kiu sana. Sawa mume wangu, ndio kuletee. Hatima yetu nini? Hatima. Mwanangu Ada, katika hii himaya pemechafuka sana. Watu wanauawa, watu wanabaka. Kwa hiyo ya kupasa mwanangu, uwe makini mwanangu. Kila yani unakotembea mwanangu, unakopita, yani jilinde, kuwa makini mwanangu, sawa? Sawa mama, naelewa hilo. Na kwa hili nitakuwa makini sana. Hasa na vijana kwenye hii himaya. Maana wanafanya mambo mengi sana ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Yaani mambo ambayo yampendezi kila mtu mamao. Na kuahidi nitajitahidi kwenye hiyo, usitokuangusha. Acha uonekane mjinga katika kundi la utapeli na wezi. Maana utakuwa unatetea uhai wako na maisha yako. Na kuahidi mama wangu, maana mimi mwenyewe naogopa sana. Hatima yetu nini? Hatima yetu nini? Hatima. Mpalile mdogo wangu, nakupenda sana. Haya mafunzo mnayofanya huko polini eti upambane na Sembweta au muwezi hata kidogo. Sembweta sio binadamu wa kawaida. Yana anachinja binadamu kama vile anachinja kuku. Nakupenda mdogo wangu, rudi nyumbani. Utakufa, achana na hivi vitu. Na kinachonihuzunisha zaidi, wewe bado ni kijana mdogo sana. Utakufa mapema, hujaacha hata mtoto. Nadhani unanielewa. Achana na hivyo vitu. Dada, nimekuelewa. Ila siwezi kurudi nyumbani. Unadhani tukisema wote tumuogope huyo Sembweta, nani atapambana naye? Mimi nimejitoa kwa ajili ya himaya yetu. Sembweta lazima aangushwe. Nyinyi si mmekata tamaa? Nyinyi mmechukulia kila kitu ni sawa. Na ndio maana nafanya anachotaka yeye kukifanya. Mimi Mpalile Kapulilo nitapambana na Sembweta na nitahakikisha namwangusha Sembweta. Dada, kwa sasa hivi maisha yangu ni ya polini. Natambua unanipenda sana, nisamehe. Palile. Dienga, unajua nakupenda sana. Lakini kutokana na mauaji mnayofanya na ukatili mnayofanya katika himaya yetu, inanifanya nikuogope sana. Ada, sio kila mauaji yanayotokea mimi nahusika. Kuna mauaji mengine yanatokea mimi nakuwa sijui chochote. Nakuwa hata sijui chochote kinachoendelea. Lakini hata mimi najutia sana kwa sababu nimeingia kwenye mtego ambao mimi mwenyewe siwezi kunashuka. Naelewa, lakini fanya kitu basi uweze kuepukana na haya. Maana naogopa kitu kibaya kisije kukukuta huko mbele. Unajua nakupenda sana Ada. Na hakuna baya lolote ambalo linaweza kukukuta. Nakupenda pia Dienga. Ila kuwa makini sana haya yanayoendelea.
jaribu kuepukana nayo. Naogopa kupoteza. Sawa, nimekuelewa mpenzi wangu, nitalifanyia kazi. Unajua kabisa mimi kuishi bila wewe imewezekana. Unajua kabisa Dienga bila Ada haiwezekani, yani hawezi kabisa. Hatima, mapenzi, usaliti, ndani ya himaya ya nini hatima. Dienga, jana Zakia kauawa, unaona usika kwenye hili? Hapana, ni Samola pamoja na Sembweta mwenyewe ndio waliohusika kwenye hili jambo. Sasa mbona anaenda kinyume na makubaliano? Kwa nini unasema hivyo? Wanakuwa naua watu wasiokuwa na hatia. Hii ni laana kwenye himaya yetu. Na isitoshe tupo hapa ajili ya kutetea heshima ya Mfalme Dagama. Vizuri sana. Unataka tufanye nini kwenye hili jambo ili mambo yakae sawa? Kwa sababu mimi mwenyewe naona kabisa kwamba himaya inaenda kuteketea. Tukikaa tunaangalia hivi hivi, tutakuja kujikuta mambo yameharibika na si tupo. Na mimi hichi kitu siwezi kukaa na kiangalia tu hivi hivi kwa macho. Mimi pana wazo. Kilikuwa nataka tumfuate Sembweta tukamwambie kuhusiana na haya matukio anayofanya kwenye himaya. Wazo zuri, umefikiria kitu kizuri. Kwa sababu yani sisi ndo kama jeshi. Sisi ndo kila kitu. Sisi ndo wapambe, yani sisi ndo nguvu kazi ya Sembweta. Sasa sisi atapokuwa na kosa Sembweta, na sisi tunakuwa tumekaa tu, maana yake tunakuwa tunafanya vitu ambavyo sio vizuri. Inabidi tufanye kitu kama yani hivi ulivyofikiria, umefikiria kitu kizuri sana. Inabidi tumwambie kama itavyokuwa na iwe. Kama atatuchukia tuchukie, lakini anakosea sana. Kwa sababu kama anavyouaua watu hivi, kwa kweli sio kitu kizuri. Mimi mwenyewe sijapenda kabisa. Na tukio kama lililotokea hivi punde, hilo tukio kwa kweli limesikitisha sana kwenye hii himaya. Mpaka imekuwa sasa tukipita tunaogopeka, sasa tunaogopeka kitofauti. Sio kama tunaogopeka kwamba ni watu ambao wanaheshimika, tunaogopeka kama majitu ambao mauaji. Sasa hivi hata mpenzi wangu wa Ada ananiogopa sasa. Tunajaribia hadi tunapotembea tunaonekana sisi ni watu wa ajabu. Watu wa matukio kila siku. Mimi kwa kweli hili jambo nipo tayari twende sasa hivi itavyokuwa na iwe. Kama kwa nguvu, kama kwa nini, itavyokuwa na iwe. Nipo tayari kwa chochote sasa hivi. Tumwambie, na kama itashindikana basi tutajua cha kufanya. Sasa twende tuelekee. Itajulikana. Sawa. Iwe na itakuwa. Hakuna asiyejua kuwa mimi ndio Simba wa Nyika. Hata Mtemi Dagama alikuwa analifahamu hili. Sembuse wewe mwanae, mbona kumangusha kwangu ni kazi ndogo sana? Swala sio kumwangusha, ila anaangushwa lini? Maana matukio ya mauaji na ukatili yametokea sana katika himaya hii. Unasemaje mzee mwenzangu? Ndio maana hili jambo nimelileta kwenu. Lengo ni kutokomeza kizazi chote cha Dagama. Hatima ya himaya mikononi mwetu, hatima yetu nini hatima? Hatima ya himaya mikononi mwetu, hatima yetu nini hatima? Hatima, hatima, hatima yetu nini hatima? Hatima, hatima, hatima yetu nini hatima? Ukatili, mauaji, ndani ya himaya nini hatima? Ukatili, mauaji, ndani ya himaya nini hatima? Mapenzi, usaliti